endana ili uweze kuvuka katika eneo ambalo unapitia. Kwa mfano ukamuona mnyama chui, ukamuona buibui katika ulimwengu wa roho, Mungu anakutahadharisha na kuambia kwamba kuna roho ya mauti, ya uharibifu, na kuna vifungo hivyo. Neno la Mungu linasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake mwenyewe. Imani yako mwenyewe. Ukiona vitu vya roho za uharibifu, Mungu anakupa kiashiria cha roho za uharibifu. Kwa maana yake unatakiwa ufanye maombi ya vita. Unatumia imani yako, unaweza ukachukua maji, ukayaombea, ukaanza kuomba maombi hayo, unanyunyiza, unachukua maji, unayaombea, unanyunyiza, kama ni nyumbani kwako unanyunyizia damu ya Yesu kwenye mazingira yako. Lakini kama pia unaombea nchi, unanyunyiza damu ya Yesu kwenye nchi kuondoa roho ya mauti kwa njia ya imani yako. Wewe utaweza kuwa mtu mzuri sana kama utakuwa unamsikiliza Roho Mtakatifu na viashiria ambavyo atakuwa anakupa. Unajua ni maombi ya jinsi gani uombe. Ukiona buibui katika ulimwengu wa roho, kunasema kuna kamba za mauti. Kwa hiyo utaanza kuomba maombi ya vita, kukata kamba za mauti, kukatakata kamba za mauti ili zisikuweze wewe, ili zisiweze nchi, ili zisiweze jirani yako. Maombi ya vita ndio ambayo tunatakiwa tuombe sasa hivi, lakini usichomoe laini yako kwenye simu. Kwa maana usiache kuomba, muombe Mungu. Omba Roho Mtakatifu sasa hivi yupo anaongea sana na watu. Kwa jinsi ambavyo utaweza kudaka kitu ambacho Roho Mtakatifu anakupa pamoja na references za neno la Mungu, unakuwa mshindi. Lakini usipoweza kusoma neno la Mungu, ni rahisi sana kudanganywa. Kwa hiyo usiache kusoma neno la Mungu, endelea kuomba kwa bidii, soma na neno la Mungu kila wakati, msikilize Roho Mtakatifu kitu anachosema na wewe. Ndipo tunapoweza kuvuka kama kizazi kile cha Nuhu walivyoweza kuvuka wakawa washindi. Na sisi wakati huu tunatakiwa tukae katika mkao wa kumsubiri Mungu kwa kumsikiliza yale ambayo anasema nasi tuweze kuyafanya, tutakuwa washindi. Amina. Mungu akubariki ndugu mtazamaji wangu. Tuendelee kusafiri pamoja katika kuwa washindi pamoja na Mungu wetu.